Roho Mtakatifu ni Mungu, na nitafafanua kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu atatuongoza ili uweze kuona uungu wa Roho Mtakatifu. Nikisema Roho Mtakatifu ni Mungu, kuna mtu mwingine anaanza kusema sasa, je, Mungu anavyoabudiwa ndivyo ambavyo tunapaswa kumwabudu Roho Mtakatifu? Nitajibu hilo swali. Kuna mwingine anasema sasa, je, nguvu alizonazo Mungu ndizo alizonazo Roho Mtakatifu? Nitajibu hilo swali pia. Kuna mwingine anasema sasa, je, uwezo alionao Mungu ndio uwezo alionao Roho Mtakatifu? Hata hilo swali pia na lenyewe nitajibu. Endelea tu kunisikiliza kwa utulivu. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 ule mstari wa 7 na wa 8, naongea kwa habari ya Roho Mtakatifu ni Mungu. Na nikimwongelea Roho Mtakatifu kama Mungu, nataka nikusaidie kwa sababu kuna mtu huwa unaenda kanisani. Ukifika kanisani, nidhamu yako kwenye eneo la ibada kanisani inakuwa kubwa sana. Utambuzi wako kuhusiana na uwepo wa Mungu unapokuwa kanisani unakuwa mkubwa sana. Kwa sababu ukiwa kanisani, hata ukiwa unaomba unapiga magoti, utabubujika, utalia machozi. Na kuna mambo pia hata ukiwa kanisani huwezi kuyafanya. Mfano, unaweza kuwa kanisani, jirani yako kwa bahati mbaya akakukanyaga, wala hata hutaonyesha kukasirika. Tena wewe ndio utakuwa kwanza kumwambia samahani au kumwambia bwana pole. Umekanyaga wewe, lakini wewe ndio kwanza kumwambia pole bwana, samahani bwana. Sasa huo utambuzi wako wa uwepo wa Mungu kwenye kanisa au kwenye mkusanyiko, watu wanapokusanyika kwa ajili ya kuabudu, ni mkubwa sana kuliko jinsi ambavyo unamtambua Roho Mtakatifu kama Mungu. Kwa sababu ukiwa kanisani kuna mwingine huwezi kutukana, ila ukiwa nyumbani hiyo ni kawaida kabisa. Ni jambo ambalo hata hatupaswi kuuliza. Ukiwa kanisani katikati ya kusanyiko huwezi kudanganya. Wewe mwenyewe unajua. Lakini ukiwa nyumbani wewe ni muongo uliyepitiliza. Unadanganya mpaka majirani wanakujua. Kazini unadanganya kuliko maelezo. Hapa shida yako sio kwamba huna Roho Mtakatifu, shida yako ni ufahamu wako. Ufahamu wako kuhusiana na Roho Mtakatifu ni nani ni mdogo. Maana yake ukimjua Roho Mtakatifu ni Mungu, hata ukiwa nyumbani, heshima ile ile ambayo unaitoa ukiwa kanisani, mahali ambapo kusanyiko la Mungu limekusanyika wanamwabudu Mungu, heshima ile ile unaitoa kwa Mungu ukiwa kwenye kusanyiko lake, ndio heshima hiyo hiyo ulitakiwa kumpa Roho Mtakatifu ukiwa naye chumbani, ukiwa naye nyumbani. Mwingine ukiwa nyumbani unaingia bafuni, unafanya mambo ambayo hayaeleweki, hata wewe mwenyewe unajua huwezi kuyafanya mbele ya watu, lakini unakuwa na ujasiri kule kwa sababu wewe unamchukulia Roho Mtakatifu ni kama kitu, ni kama upepo, ni kama maji. Kwa hiyo kwa sababu pale hausikii upepo, unaamua kufanya unavyotaka. Sasa ukimjua Roho Mtakatifu kama Mungu, itakusaidia kwenye eneo la kumheshimu Roho Mtakatifu na kumpa nafasi yake kama ambavyo ungempa Mungu nafasi yake, na itakusaidia uweze kumtii kama unavyomtii Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 ule mstari wa 7 anasema naye Roho ndiye ashuhudiaye. Alafu anasema kwa sababu Roho, huyo ni Roho Mtakatifu anaongelewa, ndiye nini? Kweli. Anasema the Spirit, Holy Spirit is the truth. Kusema Roho ndiye kweli, tunataka tuone mwingine ambaye aliwahi kujiita kweli ni nani. Yohana 14 mstari wa 6. Yohana 14 mstari wa 6. Anasema, Yesu anasema mimi ndimi njia, alafu na kweli, sio njia ya kweli. Mimi ndimi njia, akaweka mkato. Maana yake tutaka tuanze tena kusema mimi ndimi kweli, alafu tena tuseme mimi ndimi uzima. Maana yake kule Roho Mtakatifu ameitwa kweli, na hapa Yesu anasema yeye ni kweli. Maana yake tunaanza kuona kuna mfanano wa moja kwa moja kati ya Roho Mtakatifu na Yesu. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudi kwenye ile waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 7. Roho Mtakatifu anasema yeye ndio ashuhudia, anasema na yeye ndio kweli. Yeye ndio kweli. Maana kama Yesu alivyo ndivyo Roho Mtakatifu alivyo. Mstari wa 8 sasa. Anasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Maana anaelezea mashahidi wengine ni wapi? Kwa sababu wa kwanza Roho Mtakatifu tumeambiwa wa kwanza, mstari wa 7 anasema Roho ndiye ashuhudiaye. Maana tumeshaona shuhuda wa kwanza au shahidi wa kwanza au mshuhudiaji wa kwanza tumemwona kwa ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anasema tena naye ndiye kweli, maana yake ndio neno. Na mstari wa 8 anasema hayuko peke yake, anasema wako watatu washuhudiao mbinguni. Anasema wa kwanza ni nani? Baba. Na wa pili ni nani? Neno. Na watatu ni nani? Roho Mtakatifu. Alafu anasemaje? Na watatu hawa ni umoja. Niweke King James Version. Niweke King James Version. Anasema na watatu hawa ni umoja. Hilo neno umoja hajasema wameungana. Kwa sababu kwa Kiswahili ukisoma hapo unaweza kaisi watatu hawa wameungana. Kama ambavyo mke na mume, wanaweza kawa mtu ni mke na mume, tunasema wao ni mwili mmoja, lakini ukiangalia unaona kama vile mume ana njia zake na mke ana njia zake. Sasa Biblia inasema hao watatu ni umoja. Umoja huu sio kwamba wameungana. Haijasema na watatu hawa wameungana kutengeneza kitu kimoja. Hapana. Kwa Kiingereza anasema and there are three that bear witness in earth. Rudi mstari wa 7. Mstari wa 7. Anasema for there are three that bear record in heaven. Maana yake wapo watatu wanaobeba ushuhuda kule mbinguni. Anasema the Father, maana yake ni Mungu kama Baba. Tunamwongelea Yesu. Anasema naye neno akaja kwetu, akafanyika mwili, nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama mwana pekee tukae kwa Mungu.
amejaa neema na kweli. Tunapoongelea neno tunamwongelea Yesu. Mahali pengine kwenye hiyo Mwanzo, Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 3, anajiongelea tena kama Yesu. Anasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Maana yake neno ni Mungu. Ndio huyo neno tunamuona hapa. Anasema na watatu, anasema and the Holy Ghost. Anasema and these three are one. And these three are one. Kusema they are one, maana yake hao watatu ni yule, ni huyo mmoja. Yaani ukimwangalia neno umemwona Roho Mtakatifu. Ukikutana na Roho Mtakatifu umekutana na Baba. Ukikutana na Baba umekutana na, kusema and these three are one, maana yake ni kusema hivi: the Father is equal to the Word is equal to the Holy Ghost. Maana yake Baba ni sawa sawa na neno, ni sawa sawa na Roho Mtakatifu. Narudia tena. Tukisema Baba na neno na Roho Mtakatifu ni mmoja, maana yake kama alivyo Baba ndivyo alivyo neno, na kama alivyo neno na kama alivyo Baba ndivyo alivyo pia na Roho Mtakatifu. Hawa watatu ni mmoja. One maana yake, ingekuwa kwa Kiingereza ametuambia they are united, tungejua ni kwamba wameungana kama ilivyoungana Tanganyika na Zanzibar ikatengeneza kitu kimoja, ila hawa huyo mhusika. Au nimepewa kulingana na kile ninachokifanya. Kwa mfano uchungaji, nimepewa mimi ni mchungaji kwa sababu ya kile ninachokifanya. Maana nachunga watu, nachunga roho za watu. Na kwa sababu hiyo nimeitwa mchungaji. Kwa hiyo eti ukisema mchungaji haimaanishi kwamba mimi nimekuwa mtu tofauti. Ni mtu yule. Ila tu madhihirisho yangu yanategemeana na niko wapi, niko na nani na ninafanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukisema Mungu ni mmoja. Ila tukiongelea namna ambavyo Mungu anaweza kujidhihirisha kwetu, anaweza kujidhihirisha kwa namna tofauti. Anaweza kujidhihirisha kama Baba. Anaweza tukisema Mungu kujidhihirisha kama Baba tafsiri yake ni kwamba ni chanzo. Tunapoongelea Baba ni chanzo. Father is the source. Baba ni chanzo. Maana yake ni chanzo cha vyote. Hata wewe unamuita baba yako baba kwa sababu baba yako ndio chanzo chako. Ndio mtu ambaye amekuzaa, amesababisha ukaja duniani. Kwa hiyo tunapomwongelea Mungu kama Baba, tunamwongelea kama chanzo, the source of everything. Lakini pia tunapomwongelea Mungu kama Baba, tunamwongelea kama mtunzaji, mtunzaji, sustainer, mtu ambaye anahakikisha vitu vipo na vinaendelea kuwepo. Kwa sababu kazi ya baba kwenye familia au kazi ya baba mahali popote ambapo baba anakuwepo, baba ni mtu ambaye anapaswa kutunza familia yake. Maana yake ukimwongelea Baba unamwongelea mtunzaji, na Mungu ni mtunzaji wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja? Lakini pia unapomwongelea Mungu kama neno, hapa unagusia unamwangalia pia Mungu kama muumbaji. Unamwangalia Mungu kama muumbaji. Mimi nasema Mungu akasema. Maana kuna dimension unamwangalia Mungu kupitia neno lake. Unapomwangalia Mungu kama neno, unamwangalia Mungu kama muumbaji. Lakini pia unapomwangalia Mungu kama neno, kuna madhihirisho mengi ya neno ambayo yametokea kwetu. Ikiwemo hiyo uumbaji kubwa, ikiwemo hiyo uumbaji. Lakini pia unapomwangalia Mungu kama Roho Mtakatifu, unamwangalia Mungu kama ambaye amekuja kwetu. Yaani kama Mungu ambaye amekuja na anaweza kukaa ndani ya mtu na akaishi ndani ya mtu, na mtu akawa na uwepo ule wa Mungu kama ulioko mbinguni. Hivi unajua ujio wa Roho Mtakatifu duniani unafanya Mungu asiwepo mbinguni tena. Unafanya Mungu awepo kila mahali. Uwepo wa Roho Mtakatifu duniani unafanya Mungu awepo kila mahali. Kwa sababu kila mahali alipo Roho Mtakatifu ndio kila mahali alipo Mungu. Lakini unaposema pia hapo Mungu ni Roho Mtakatifu, kama Roho Mtakatifu tunamwongelea Mungu kama Roho. Anasema kwenye Yohana sura ya 4 mstari 23. Yohana 4:23. Anasema Mungu ni Roho. 23 anasema Mungu anatafuta watakao muabudu ili wamwabudu katika roho na kweli. Na mstari 24 anasema Mungu ni Roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kusema neno Mungu ni Roho, huyo Roho ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo Roho ni herufi kubwa. Huyo Roho ni Roho Mtakatifu. Na nataka ushike hiki kitu. Roho ya kitu ndio kitu chenyewe. Roho ya kitu ndio kitu chenyewe. Ngoja nikuelezee hivi. Mwanadamu au mtu ni roho ambayo ina nafsi na inaishi ndani ya mwili. Mtu ni roho yenye nafsi na inaishi ndani ya mwili. Ikitokea leo umekufa kwa mfano, japo hautakufa na hauwezi kufa katika jina la Yesu. Ikitokea leo umekufa, ukifa watu watasema tuubebe mwili wa fulani. Labda tuubebe mwili wa Tanganyika. Huyo Tanganyika tunashumu ni jina la mtu. Kwa hiyo tuubebe mwili wa Tanganyika. Sasa hivi ni mwili wa Tanganyika unapelekwa mahali fulani. Wanavyouangalia mwili wako hawaangalii kama wanakuangalia, wanasema mwili wa fulani, mwili wa fulani. Ukisema ni mwili wa fulani ni sana kusema gari la fulani. Maana yake hicho kitu sio yeye. Na hapa ndipo utakapoelewa hata wewe ni roho, you are a spirit. Wewe ni roho.
Ndio maana maisha yako pia yanapaswa kuendeshwa kiroho. Na watasema huu ni mwili wa fulani kwa sababu huyo fulani hayuko hapo kwa wakati huo. Maana yake huyo fulani angekuepo asingesema huu ni mwili wa fulani. Wakisema huu ni mwili wa fulani sana kusema hii ni simu ya fulani, maana yake hiyo simu sio yeye. Ila hiyo simu ni miongoni mwa vitu alivyokuwa anavimiliki au alivyokuwa anavitumia. Kwa hiyo ukisema pia Mungu ni roho, maana yake roho ya kitu ndio kitu chenyewe. Kwa sababu kama wewe tutasema huu ni mwili wako na huu mwili sio wewe, maana yake wewe ni roho. Tafsiri yake ni kwamba hata ukisema Mungu ni roho, maana yake hiyo roho ndio Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio roho ya Mungu na ndio Mungu mwenyewe. Ndio maana mahali pengine anaitwa roho wa Mungu. Anaitwa roho wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Warumi 8 mstari wa 14. Kandalaba satalaba. Shantaraba kataraba. Anasema hivi, kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu. Roho wa nani? Roho wa Mungu. Na tumesema roho ya kitu ndio kitu chenyewe. Roho ya kitu ndio kitu chenyewe. Maana kusema roho wa Mungu, huyo roho wa Mungu hapo ni Roho Mtakatifu. Maana yake huyo roho wa Mungu ndio Roho Mtakatifu na ndio Mungu mwenyewe kwa sababu roho ya kitu ndio kitu chenyewe. Bwana asifiwe sana. Lakini ngoja nikuthibitishie maandiko mengine kabla sijaenda kuchimbua kwa kina hapo. Ngoja nikuongezee maandiko mengine ambayo yatakusaidia ujue Roho Mtakatifu ni Mungu. Na hapa namuongelea Yesu wakati akiwa duniani. Yesu je, alimuongelea Roho Mtakatifu kama nani? Kwa sababu pia inamata sana sisi kusikia kutoka kwa Yesu. Kwa sababu kama ulimwamini Yesu na ukaokolewa, maana yake hata alichokisema Yesu utakiamini kwa haraka. Kitabu cha Yohana sura ya 14 ule mstari wa 16. Yohana ile sura ya 14 ule mstari wa 16. Shataraba kuriaba katarabaya. Anasema, nami nitamuomba Baba. Yesu asema nitamwomba Mungu. Anasema nitamwomba nani? Baba. Anaongelea utendaji hapa. Kwa sababu Mungu ndio chanzo cha vyote. Mungu pia ndio anaweza kutoa mahitaji. Kila uhitaji ulio nao Mungu ndiye anatakiwa kutoa. Anasema nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Hiyo msaidizi ingekuwa sio anaongelea msaidizi ambaye ni Mungu, ingewekwa kwa herufi ndogo. Watu wa Mungu, herufi kubwa kwa nini itumike katikati ya mstari, katikati ya sentence? Maana yake hiyo msaidizi imeandikwa kwa herufi kubwa kwa sababu kinachoongelewa hapo sio mwingine tofauti na Mungu. Kwa hiyo cha kwanza hata Yesu anamuaddress Roho Mtakatifu kama Mungu. Kwa sababu hiyo herufi kubwa iliyowekwa hapo kwenye msaidizi, maana yake inamaanisha Roho Mtakatifu ni Mungu. Mungu ikitokea katikati ya sentence au iandikwe kwa herufi ndogo, inaandikwa kwa herufi kubwa. Tuendelee. Anasema msaidizi mwingine. Neno msaidizi mwingine nitalielezea vizuri. Anasema ili akae nanyi hata milele. Twende mstari wa 18, mstari wa 18. Wa 18. Kasokotolia kataraba. Alafu mstari wa 18 anasema hivi, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Naomba niwaulize swali. Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Aliondoka akuondoka? Watu wa Mungu, Yesu aliondoka akuondoka? Kwa sababu hata sasa hivi tunasubiria ujio wa pili wa Yesu. Na kusema kwamba Yesu hatatuacha sisi yatima, maana yake ni kwamba tukisema kwamba Yesu hatatuacha sisi yatima, tafsiri yake ni kwamba sisi ni watoto wa Yesu. Tumezaliwa na Yesu. Kwa sababu ili mtu akuache yatima, maana yake lazima awe amekuzaa. Tunakubaliana? Lakini pia jambo la pili, kusema Yesu hatatuacha yatima na ameondoka. Hivi najua tuashumu wewe unataka kuondoka au labda umeondoka duniani na watoto wako ulionao ukawaacha kwa jirani yako. Na jirani yako watoto wako wakawa wanamuita baba. Mbali na kwamba atakuwa anamuita baba, lakini yule sio baba wao halisi. Maana yake atakuwa anaitwa baba wa kambo. Si ndio? Atakuwa anaitwa nini? Baba wa kambo. Kwa nini? Kwa sababu hajahusika kwenye kukuzaa, ila amehusika kwenye malezi. Atakuwa anakulea lakini hajahusika kwenye kukuzaa. Ili mtu awe baba yako mzazi, maana yake lazima awe amehusika kwenye kukuzaa. Lakini ili mtu awe baba yako mlezi, inabidi yule aliyekuzaa labda akukabidhi kwa mwingine ambaye atakulea kama ambavyo baba yako angekulea. Sasa Yesu kusema kwamba hatatuacha sisi yatima, akasema ya kwamba anakuja kwetu. Tafsiri yake ni kwamba Yesu ameondoka na sisi hatujawa yatima kwa sababu ni Yesu huyo amekuja kwetu kama Roho Mtakatifu. Yaani hata leo tunaye Yesu, lakini tunaye Yesu kama Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama Yesu angekuwa ameondoka na hajatuachia kitu ambacho ni hajatuachia ambacho ni yeye au ambacho kinafanana na yeye, yaani kwa 100%, basi sisi tungeitwa yatima. Kwa sababu ukimchukua mtoto wako wewe ukafa, mtoto wako akapelekwa kwa shangazi au kwa mjomba, hata kama yule mjomba atakuwa na umri kama wako, kwamba atakuwa anamuita baba, hatakuwa baba yake halisi, atakuwa ni yatima. Kwa sababu ili uwe yatima unahitaji kuwa umefiwa na mzazi wako halisi au wazazi wako halisi. Kwa hiyo leo sisi sio yatima kwa sababu Roho Mtakatifu ndio Yesu yule aliyekuja kwetu.
Maana yake Yesu hajatuacha, amekuja kwetu kama Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba Roho Mtakatifu ni Yesu asiyekuwa na mwili. Roho Mtakatifu ni Yesu asiyekuwa na mwili. Kasola bakatalabaya. Mantarabababashaka. Kwa sababu bila hivyo tungekuwa tunaitwa yatima. Sisi sio yatima. Sisi sio yatima. Bila hivyo tungekuwa tunaitwa yatima. Kwa nini tunaitwa yatima? Kwa sababu mzazi wetu ameondoka. Hata kama Yesu angetuacha kwa mitume, imagine Yesu angetuacha kwa mitume, bado tungekuwa sisi ni yatima. Lakini sisi sio yatima kwa sababu tunaye Yesu yule yule, ila sasa hivi amekuja kwetu kwa namna, amekuja kwetu bila umbo. Yaani amekuja kwetu bila umbo ili aweze kukaa pamoja na sisi. Na labda nikuongezee kitu kingine hapo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5. Kuanzia ile mstari wa kwanza mpaka ile mstari wa 5. Sasa Yesu amemwongelea Roho Mtakatifu kama Mungu. Na nitakupromoshia maandiko mengine yatakayo kusaidia kumuona hivyo Roho Mtakatifu na kutembea naye hivyo Roho Mtakatifu. Matendo sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Hapa inaongelewa ilikuwa ni Jumapili moja. Inawezekana ilikuwa ni Jumapili moja, kulikuwa na ibada inaendelea kwenye kanisa la mitume. Na anasema lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na mke wake Safira. Hawa Anania na Safira kwenye mojawapo ya ibada waliahidi ya kwamba watamtolea Mungu kiwanja chao, ambacho inawezekana labda kiwanja chao kilikuwa Samu ya Masaki, kilikuwa Masaki pale au Oysterbay pale, kiwanja chao kilikuwa maeneo hayo na au eneo lolote ile ambalo ni very potential. Sasa walipoahidi kutoa kile kiwanja au kukitoa kama sadaka, mwanzoni mitume wakawaambia nendeni mkakiuze, alafu mtatuletea kiasi cha fedha kitakachopatikana kulingana na mauzo yatakayofanyika. Na mstari wa pili anasema watu hao wakawa wameuza kile kiwanja, wakauza, na baada ya kuuza wakaficha sehemu ya thamani. Maana yake kama waliuza labda bilioni 1, inawezekana walificha bilioni 600, wakapeleka kanisani bilioni 400. Au hata kama waliba 100,000, lakini tumeambiwa wakauza. Anasema akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Maana yake wakaiba kiasi fulani cha fedha. Anasema mkewe naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka. Maana yake yani inawezekana fungu moja, hatujui ni mafungu mangapi, lakini inawezekana labda alikuwa na mafungu labda 20. Kwa hiyo mke wake katika yale mafungu 20 akapewa yeye awe wa kwanza kutangulia kanisani. Akapewa alete fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Maana yake mke akapewa, anasema akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Tena mstari wa 3. Petro akasema, aliyekuwa amepeleka sadaka alikuwa mke wake. Lakini siku hii Petro ana address hilo jambo, anapitia mafaili ya mchango. Anaangalia ibada ikiwa inaendelea. Anamuona Anania, anakumbuka. Bila sema Petro akamwangalia Anania akasema, "Kwa nini shetani amekujaza moyo wako?" Rudi kwanza mstari wa 3. Anasema kwa nini shetani amekujaza roho yako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Tunaambiwa Petro amemwambia uongo nani? Roho Mtakatifu. Tuende mstari wa 4. Anasema kilipokuwa kwako, je, akikuwa mali yako? Maana yake ni kweli. Sasa mbona kama ungekuwa una lengo la kuiba au hutaki kutoa sehemu yote ya mali ya fedha itakayopatikana baada ya kuuza kiwanja, kwa nini usingeahidi kwamba je nitatoa nusu ya kiwanja? Labda kama kilikuwa ni eka moja, ukaahidi basi hata robo eka. Au kama ulikuwa huwezi kutoa sehemu yote, kwa nini usingeahidi useme labda nitatoa chochote ninachoweza, au nitatoa kiasi fulani labda baada ya kufanikiwa kuuza kiwanja changu, ili ubakie na kiasi ulichokuwa unakitaka na utoe kile ambacho ulikuwa unakipata. Na hapa watu wengi wao wanajaribiwa. Kwa sababu kuna wakati unaweza kuwa umeahidi kutoa kitu kwa Mungu. Labda unamwambia Mungu nitakupa kiwanja. Mungu nitakutolea kitu fulani. Labda ni nyumba au ni mazao. Na sasa inawezekana wewe kwa wakati huo unaahidi bei ya hicho kitu ilikuwa chini. Na wakati unakuja kutaka kuitimiliza ile sadaka, bei ya hicho kitu imekuwa juu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akauza akasema, mimi wakati ule naahidi kiwanja kilikuwa 600,000. Sasa hivi kiwanja nimekiuza milioni 6. Kwa hiyo mimi napeleka 600,000 bwana, kwa sababu niliahidi kiwanja kiwa 600,000. Hapana. Kiwanja hicho ni cha Mungu. Ulimpa Mungu. Na hata kama thamani ya kiwanja imepanda au thamani ya hicho kitu imeongezeka, hautaki upunguze, kwa sababu kile kiasi cha fedha unachopeleka ndio thamani ya kiwanja kwa wakati huo unayopeleka. Maana yake ukipunguza ni sana, kiwanja kile umekipunguza. Sasa anasema alimwambia Roho Mtakatifu uongo. Anasema sasa ilikuwaje? Sikiliza sasa, anasema mstari wa 4 anasema na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, je, thamani yake ilikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Alafu anamalizia anasemaje? Hukumwambia uongo mwanadamu. Maana yake tunaanza kuona Roho Mtakatifu ambaye tunaambia kwenye mstari wa 3 alikuwa amemdanganya, sio mwanadamu.
Kusema sio mwanadamu, maana yake usimchukulie kama unavyochukulia wanadamu wengine, usihusiane naye kama unavyohusiana na wanadamu wengine. Roho Mtakatifu sio mwanadamu. Na tukisema sio mwanadamu kwa sababu Anania, ufahamu wake inawezekana pia ufahamu alikuwa nao Anania alikuwa anahusiana na Roho Mtakatifu kama mwanadamu. Maana yake alikuwa, kwa sababu mwanadamu unaweza kumdanganya. Mwanadamu unaweza kumwambia uongo. Mwanadamu unaweza kumficha na asijue. Kwa hiyo Anania alivyokuwa anahusiana na Roho Mtakatifu, alikuwa anahusiana naye kama anavyohusiana na mwanadamu. Maana yake kuna wakati anafanya mambo akijua kwamba Roho Mtakatifu hajajua chochote kinachoendelea. Na hapa anasema hukumwambia uongo mwanadamu, bali alimwambia uongo nani? Mungu. Kusema Anania alimwambia uongo Mungu, maana yake ni kwamba kule mstari wa 3 tuliambiwa alimwambia uongo Roho Mtakatifu, na hapa tunaambiwa alimwambia uongo Mungu. Maana yake Roho Mtakatifu, mitume ambao wameachiwa kanisa wanatusaidia kuthibitisha ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa sababu gani? Wametuonyesha mstari wa 3 kwamba Anania alimwambia uongo Roho Mtakatifu, na mstari wa 4 wanasema pia alimwambia uongo Mungu. Maana yake huyo Roho Mtakatifu ni Mungu, kwa sababu hakuna mtu anaweza kugundua au kujua mambo ya mtu mwingine. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, mitume walikuwa wanamwangalia, kanisa la Matendo ya Mitume walikuwa wanamwangalia Roho Mtakatifu kama wanavyomwangalia nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya.